Bwana, Young Africans wamemtambulisha Pedro Goncalves, raia kutoka Ureno, kama kocha wao mkuu kwa ajili ya msimu unaoendelea wa 2025-2026. Sasa mimi nataka tumwangalie huyu Pedro Goncalves. Very important matamshi, anaitwa Goncalves. Jina lake limeandikwa Gonçalves lakini anatamkwa Pedro Goncalves. Safari ya Goncalves ilianza mwaka 1996 katika academy ya Amora FC, timu zao za vijana. Alikaa kwa msimu mmoja 96-97. Baada ya hapo, kwa kukaa kwake msimu mmoja, akaenda katika timu za vijana za Cova da Piedade kuanzia mwaka 97 mpaka mwaka 2000. Mwaka 2000 akajiunga na Sporting CP kama msaka vipaji kwanza, scout, kwa muda wa msimu mmoja. Maanake msimu wa 2000-2001, kwa muda wa mwaka mmoja ama msimu mmoja, alikuwa anafanya kazi ya kusaka vipaji kwa niaba ya klabu ya Sporting Lisbon. Lakini kuanzia mwaka 2001 akawa ni kocha rasmi katika timu zao za vijana. Sasa alikuwa kwenye academy moja na Cristiano Ronaldo kwa muda wa takriban miaka miwili. Mwaka mmoja akiwa ni scout Pedro Goncalves, na mwaka mmoja tayari akiwa ni kocha wa timu za vijana. Alikuwa na Cristiano Ronaldo katika klabu ya Sporting CP. Na katika hali ya kawaida, makocha na wachezaji katika youth level huwa wanajuana. Inawezekana ukawa humsimamii moja kwa moja mchezaji, lakini unamtambua, unamfahamu, kwa sababu roughly kwenye academy kutokea kwenye age ya under 9 mpaka under 16, vijana wanaweza kawa hawazidi takriban 100. Sasa mkishakuwa mmekaa kwa muda wa miaka takriban miwili, mnakuwa mnajuana na mnafahamiana kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya kujiunga na Sporting CP mwaka 2001 akapandishwa kama youth coach. Bwana Pedro Goncalves akakaa kwa muda wa miaka 14 kama kocha wa timu za vijana za Sporting CP mpaka mwaka 2015. 2015 mwezi wa 6 alipomalizana na Sporting CP kama kocha wa timu za vijana, akafunga safari kuja Afrika katika nchi ya Angola. Mwezi wa 8 2015 akawa kwenye timu za vijana za Premier de Agosto, akakaa kwa muda wa miaka mitatu. 2018 kwa mara ya kwanza akawa kocha wa timu za vijana za Angola chini ya umri wa miaka 17. Alifanikiwa kuwapa medali ya dhahabu ya Kosafa vijana wale, akawapeleka kushika nafasi ya 3 kwenye michuano ya AFCON, lakini pia akawapeleka kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza la vijana, na walifika mpaka round of 16 wakaenda kutolewa. Baada ya hapo akaenda kwenye timu za vijana za under 20 ambako alikaa kidogo, lakini umaarufu wake na wasifu wake kwa kiasi kikubwa sana umekuja kutambulika kupitia kikosi cha wakubwa cha Angola. Huyu bwana 2019 ndo alichukua rasmi mikoba ya kukifundisha kikosi cha wakubwa cha Angola, na mwaka 2023 akawasaidia Angola kufuzu kwenye AFCON yao ya kwanza. Na wakiwa wanashiriki kwenye AFCON yao ya kwanza kabisa, walifika mpaka kwenye hatua ya robo finali ambako walienda kufungwa na Nigeria bao 1-0, na kwenye round of 16 walikuwa wametoka kumpa kichapo Namibia cha mabao 3-0. Lakini mwaka 2024 na mwaka 2025 amewapa taji la Kosafa Angola back to back. Mwaka jana 2024 walibeba taji la Kosafa mbele ya Namibia katika ardhi ya Afrika Kusini kwa kumpa mkono kwenye finali. Mwaka huu Angola wamebeba tena taji hilo kwa kumfunga tena mwenyeji katika ardhi ile ile ya Afrika Kusini, kwa kumfunga mwenyeji safari hii Afrika Kusini mabao 3-0. Sasa baada ya kuwa nimezungumzia wasifu wake, nataka tuangalie kiufundi huyu mwalimu anapenda kuset timu zake katika utaratibu upi. Huyu bwana ni muumini wa mfumo wa 4-2-3-1. Ni mwalimu ambaye anapenda kutengeneza balance kwenye kikosi, anapenda timu zake ziwe ngumu kufungika. Yaani kwanza msingi wa namna ambavyo timu zake zinacheza uwanjani ni timu ambazo zinakuwa ngumu kufungika. Amekuwa akitumia pia 4-3-3 kila hapa na pale. Kuna muda anaweza katumia mabeki watatu nyuma. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ana mfumo wake mama, lakini pia anaonekana ni mwalimu ambaye yuko flexible kulingana na jinsi ambavyo atakuwa anamkabili mpinzani husika. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anafanya kazi vizuri sana na vijana pia. Kumbuka hivi sasa Young Africans, tusisahau kwamba kuna vijana wengi ambao wamesajiliwa katika kile kikosi. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye kwa klabu ambayo ina malengo ya muda mrefu, Pedro Goncalves ndio jina ambalo unatakiwa kuliendea, na ndio jina ambalo Young Africans wameona
linafaa kwenda kuongoza kikosi chao msimu huu, kwa sababu ni mwalimu ambaye ukimwangalia namna ambavyo ana stability kubwa sana katika timu, sio mtu wa kuhamahama. Kwa hiyo huyo ndio Pedro Goncalves, raia kutoka Ureno, mzaliwa wa Lisbon, ambaye ndio kocha mpya wa Dar es Salaam Young Africans.